hasara duniani, yani umepata hasara duniani, tena mbele ya Mwenyezi Mungu unaenda kupata hasara. Ndio maana duniani haujafaidika na chochote. Wewe ulipotelea katika ulevi, wewe akili labda ilikuja ikazongeka, ikaharibika, ukawa mwenda wazimu kwa ajili ya kuvuta bangi. Yani unavuta bangi ulimwenguni, unaondoka umedhalilika, tena mbele za Mungu unaenda kudhalilika. Kwa hivyo wanadamu tunastahili tujiulize, tupo wapi? Tukitoka hapa tutaenda wapi? Na wewe mwanadamu ulitoka wapi? Na hapa ulipo kinachostahili ukifanye ili kufaulu ni kitu gani? Kwa sababu sisi ni wapita njia, kila mwanadamu ni mpita njia. Walikuwepo kabla yetu wanadamu, lakini katika ulimwengu huu hawapo, walishaondoka, walimaliza muda wao. Kwa hivyo kama maandiko yanasema kitu, tujitahidi sana kuangalia Mwenyezi Mungu anataka nini na uende vile Mwenyezi Mungu anavyotaka ili kufaulu maisha baadaye. Karibu mwalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi, vyote vinahitaji msaada kwa Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tukawa ni wazima katika hii siku ya leo, kwa sababu kuna wengi ambao walitarajia ya kwamba watauona huu siku ya leo, lakini kwa majaliwa na uwezo wa Mwenyezi Mungu hawajaiona. Ikiwa mimi na wewe tutakuwa ni wazima buheri wa afya na tukafika wakati huu siku ya leo, basi jambo kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwalimu ambaye ametoka hapa amezungumzia habari kuhusu ulevi, na si maneno yake, ametoa maneno haya ama maneno hayo kwa kitabu au vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi nitajaribu kuiweka katika hali ya upana kidogo. Kwa sababu gani niiweke katika hali ya upana kidogo? Ulevi ni adui wa mazingira, adui wa dunia, adui wa taifa, pia vile vile ni adui wa mwili, afya na wanadamu. Kwa hivyo ikiwa tumefika katika masala ya kufundisha watu mambo na ulevi, inatakikana tunaweka kiupana sana. Na kuna aya ambayo mwalimu amemalizia, na katika hiyo aya ambayo amemalizia, kama tungelikuwa watu ambao tuko na akili, watu ambao tuko na ufahamu, watu ambao wanataka maisha leo na vile vile wangetarajia wapate maisha kesho ya umul kiyama, basi hiyo aya tungalizingatia, basi maisha yetu yangekuwa mazuri. Mwalimu, naam, 5:90 Qur'an. Wenye mliamini, kwanza Mwenyezi Mungu ametumia neno imani. Mwenyezi Mungu ametumia neno imani kwa kuita watu. Mungu anasema enyi mliamini, enyi mliamini, bila shaka. Mwenyezi Mungu anatuondolea shaka kwa kutuambia ulevi. Mwenyezi Mungu ameanza na ulevi na kamari, vile vile akakuja kwa kamari na kuabudiwa na kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. La tatu, Mwenyezi Mungu anasema kuabudiwa, kuabudia
na kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kutazamia kwa mishara ya kupiga ramli, na kwenda kwa waganga, kwenda kuangalia hali zenu, na kwa vinginevyo, na vingine kama hayo, yote haya ni uchafu. Ni katika kazi ya Shetani. Basi jiepusheni navyo. Mwenyezi Mungu anasema mambo kama hayo tujiepushe navyo, ili mpate kufaulu, ili tupate kufaulu, ili tufaulu. Jambo la kwanza, ili tufaulu, jambo la kwanza tuwe tumeamini Mwenyezi Mungu. Baada ya kuamini Mwenyezi Mungu, tujiepushe na ulevi. Ulevi ni kitu yeyote au kitu chochote ambao kinakutoa katika hali yako ya kawaida na inakuweka katika hali nyingine ambayo ni sintofahamu. Hilo jambo linaitwa ulevi, Na Mwenyezi Mungu katika aya ametaja ulevi kwa sababu ulevi inatoa mtu ufahamu. Wakati ulevi kisha kutoa katika ufahamu, basi yale maneno ambayo utafanya ni maneno ambayo haijulikani. Hebu nataka nifundishe watu kidogo kuhusu ulevi ya pombe. Nini maana ya pombe, au pombe ili itwe pombe inatokamana kwa kitu gani? Na hii kuna wale wataalamu ambao ni wajuzi kwa kutengeneza pombe, watanipata vizuri sana, na vile vile watasema ya kwamba hapo mwalimu naye amegonga ndipo. Kwanza, pombe ili itwe pombe, haswa kuna pombe nyingine ambayo ni mbovu sana. Hii pombe inaitwa chang'aa. Chang'aa ili iwe chang'aa inatoka kwa nini? Jambo la kwanza, kuna yale mahindi ambayo haya mahindi katika lugha ya Kiluya wanaita kawola. Kawola maana yake yameoza. Hebu uangalie, hayawezi yakatumika kwa ugali, hawezi yakatumika kwa kukorogea uji, kwa sababu iko aje mwalimu? Kawola maana yake namna gani? Kawola maana yake ni yalioza, yameoza, yani yalioza. Sasa jambo la kwanza, wanatafuta mahindi ambayo yameoza. Baada ya kutafuta mahindi ambayo yameoza, kuna wimbi. Wananunua tu yale wimbi ambayo yako sawa. Baada ya kununua wimbi ambayo yako sawa, wanachukua ya wimbi pia wanaiozesha, pia inaoza. Wanaiozesha nini? Wimbi pia inafanya nini? Inaoza. Baada ya kupata kuozesha wimbi kuoza, wanatafuta kitu ambayo inaitwa molasses. Hii vitu wanakuja wanachanganya pamoja. Wakishachanganya pamoja, zinachukuliwa zinawekwa pamoja. Kuna muda maalum ambao zinamaliza. Baada ya kumaliza hiyo muda maalum, ile mchanganyiko inakuwa sasa imekorogeka kabisa, imeoza kabisa. Alafu baadaye wanachukua kamtungi, wanamwaga ndani, ishakuwa kangara. Baadaye kuna vigaa vinatumika. Kuna drum ambayo itawekwa juu ya ile mtungi, alafu kule ndani kuna kasufuria wataweka ndani, alafu juu kuna sufuria au karai wataweka juu, alafu baadaye wataimwagia maji, alafu wanaweka moto. Hiyo ni shule mwalimu. Baada ya kuiweka moto, inaanza kuchemuka. Wanaichemusha vizuri sana. Katika hali ya kuchemuka, sasa kuna jasho. Yale jasho
yale jasho yanaanza kuwa kama matone, moja baada ya mwingine, mada nyingine, mpaka ifike wakati sasa imetengeneza ile kitu inaitwa chang'aa. Alafu baadaye sasa linatolewa. Baada ya kutolewa, basi sasa linanywa, wanaikunywa sasa. Lakini pia kuna utaalamu pia, wale wajuzi, kuna maji wanahesabu. Kuna maji ya kwanza wanatoa, wanaweka tena maji nyingine ya pili, wanaweka nyingine ya tatu. Wanasema wakitoa na maji ya nne, hiyo sasa ni nzuri sana. Lakini ikienda 7, wanasema hiyo sasa ni mbaya, bovu. Sasa hili jasho ambayo inatoka kwa vitu ambavyo vimeoza. Sasa leo hii mimi nikuulize wewe mwanadamu hutokwa na jasho, na jasho ni yale chafu ambao wanatoka ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa leo hii wewe ikiwa unaweza ukachukua jasho lako alafu unachukua unakunywa au unatumia kwa kukunywa, je, itakuwaje? Kwa hivyo wewe unachukua vitu muozo, alafu hivi vitu muozo ndio sasa unakunywa, inaingia katika tumbo yako, inaingia katika mwili wako. Je, hapo utakuwa na afya kweli? La hasha, hautakuwa na afya. Afya yako itakuwa ni yenye kudhoofika. Ndio sababu utapata wengine wamechomeka midomo, wengine wamefura mashafu, wengine hata miguu yamefura. Kwa sababu gani? Wametumia vitu ambavyo hivi vitu vimeoza. Sasa hivi vitu haina manufaa kwa mwili wa mwanadamu. Vile vile pale katika kangara pale, hii tena ni maajabu mengine hufanyika. Utapata kwamba Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametuambia ni katika kazi ya shetani. Sasa kazi ya shetani yenyewe anafanyaje? Utapata kwamba kuna yule mwenye anatengeneza ile pombe. Ile pombe wakati shakuwa kangara, tena wanatafuta chupi ya wanawake wanatumbukiza ndani. Vile vile wengine pia wanatafuta zile makondoms ambazo zimetumika, tena wanarusha ndani. Wengine pia wanatafuta mpaka panya wanarusha ndani. Alafu wengine pia nasema hapana, si chupi tu, tafuta chupi ya yule mwanamke ambaye ameenda hedhi, hii nitavuta wateja zaidi. Hebu angalia vitu ambavyo mnatumia, angalieni vitu ambavyo mnatumia. Hii ndio sababu hii kitu inakuja inaadhuru afya, na ndio Mwenyezi Mungu akasema ni katika kazi ya shetani. Kwa hivyo mujiepushe naye. Wengine pia wakaona ya kwamba kutafuta kambola, kutafuta wimbi, kutafuta sukari, kufanya hiyo process yote ni kazi ngumu na tena ni gharama kubwa. Sasa wao wanatumia shortcut. Shortcut yenyewe kitu wanafanya, wanatafuta maji, kwa mfano lita 20, wanaichemusha. Baada ya kuchemusha, wanatafuta ile dawa ya maiti ambayo inaitwa formalin, alafu inatoneshwa ndani. Kwa karibu dakika 10 tayari ishachanganyika, ishageuka pombe. Angalieni vitu ambao watu wanatumia. Ndio sababu utaona mtu unafikiria amenona, lakini kumbe amefura mashafu. Unaweza fikiria kwamba huyo mtu ameanza kuwa brown, kumbe mwili, damu imeanza kukauka kwa mwili. Mwisho yake huyo mtu hata hawezi akaishi na mwanamke, hawezi. Inabidi sasa hana nguvu. Katika hiyo hali itakuwaje? Ndio unaona imefika wakati wazee wanaendelea kuishi, lakini vijana wanaendelea kuisha.
kuishi na vijana wanaendelea kuisha au wanazidi kuisha. Kwa sababu gani? Vijana wamejiingiza kwa vitu ambao inawamaliza kwa haraka. Hebu mwalimu, nisomee kitabu cha Biblia Luka 21, Luka 21:34 nasemaje? 21:34 kitabu ni cha Luka mtakatifu. Inasemaje mwalimu? Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa. Angalieni mioyoni mwenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Kwa hivyo haya maisha ya ulevi na ulafi ni masumbufu. Wewe unajisumbua kwa ajili ya kuharibu afya yako kwa vitu ambao havifai. Wewe unajisumbua, na katika hali ya kujisumbua nini natokelezea mwalimu? 21, nisomee kitabu cha Luka 12:45 nasemaje? 12:45 Luka mtakatifu. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. Safi. Inasemaje mwalimu? Lakini mtumwa yule akasema moyoni mwake. Kuna mtume, huyo mtumwa anajisemeza moyoni mwake yeye mwenyewe. Anasema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja. Anasema mdosi wangu amekawia kufanya nini? Kukuja. Yaani huyu ni mfanyakazi. Anasema mdosi wangu amekawia kuja. Akaanza kuwapiga wajoli wake. Kwa hivyo akaanza kuwapiga wenzake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa. Akila na kunywa na kufanya nini? Na kulewa. Kwa hivyo akishakula, baada ya kula na kunywa na kulewa, anazua nini? Vurugu. Anazua vurugu. Ndio sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ni katika kazi ya shetani, basi tujiepushe nayo. Mwalimu, naam. Methali 20:1 inasemaje? 20:1 kitabu cha Methali. Inasema kama ilivyoandikwa. Na Methali 20:1 inasemaje? Niko pale mwalimu wangu. Inasema mvinyo udhihaki. Mvinyo udhihaki, yani inadhihaka. Kileo huleta ugomvi. Kileo huleta ugomvi. Yani mtu akishalewa, huyu mtu sasa hajielewi. Yeye anaweza kagombana na mtu yote. Huyu mtu anaweza kakasirika hata na nyavi tu inamkasirisha. Ina maana huyu mtu ashafanya nini? Ameshalewa. Mwalimu, naam, jiweze ikwaje? 5:18 kitabu cha Waefeso. Waefeso 5:18 inasemaje? Mvua mwalimu. Sali sana. Inabidi tutafute mahali, inabidi tupost kidogo, sababu vitabu ndio tunahurumia. Naam.